Jambo tunamkumbusha Mheshimiwa Tulia Ackson, hili sio swala la kisiasa wala sio swala la kubabaisha, ni swala linalohusu uhai wa watu, ni swala zito. Watu wanauawa, watu wanatekwa, watu wanapotea. Bunge ni chombo cha uwakilishi wa wananchi, ni chombo ambacho kinatakiwa kisimame kwa kuzingatia maslahi mapana ya taifa, maslahi ya wananchi. Inapofika mahala kwamba wananchi wanatekwa, wanauawa, halafu chombo cha uwakilishi cha kuwatetea yani kinaonekana kwamba hakijali, kinawapuuza, hilo ni tatizo kubwa zaidi. Na inakatisha tamaa pale mtu kama yeye ambaye ni spika wa bunge anapofika mahala anapokumbushwa jambo kubwa kama hili, badala ya kupokea yale maelezo ikaonekana kwamba ameyazingatia na kwamba atayafanyia kazi, yeye anasimama anatoa taarifa ambazo kama leo hii tunavyozungumza hapa sasa zinakanushwa kuonyesha kwamba kile anachokizungumza sio sahihi. Madai ya kwamba bunge halijapata taarifa kwa usahihi, sisi tunamthibitishia kwa maelezo kama haya. Akienda kwenye Hansard za bunge mwaka 2018 atakuta maelezo ambayo yametolewa na wabunge yakina ushahidi wa kutosha. Na taarifa hii hapa wametajwa watu kama 3-4, lakini taarifa ilikuwa ni kubwa. Ilikuwa inahusisha watu zaidi ya 380 siku hiyo ilipowasilishwa bungeni kwa ujumla. Akienda kule ataikuta hii taarifa, ni taarifa nzito zaidi.